Kwa zaidi ya miongo mitatu, watu wenye ulemavu wanafanya maadhimisho ya kimataifa yakiwa na lengo la kuongeza uelewa kuhusu ulemavu. Umoja wa Mataifa ulikuja na ajenda hii mwaka 1992 baada ya kuonekana mambo yanayohusu jamii hii hayapewi kipaumbele. Haki zao zinaporwa kama kukosa elimu, ajira, afya bora, ukosefu wa mitaji na tamaduni kandamizi zinazowanyima haki watu wenye ulemavu. Maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu yalifanyika mkoani Morogoro. Kipindi cha Wape Nafasi pia kilikuwa katika tukio hili muhimu. Kwa jina naitwa Asha Salum. Nimeshiriki siku ya watu wenye ulemavu duniani. Siku hii imekuwa muhimu sana kwetu sisi, kwani inazungumzia mambo mbalimbali yanayogusa watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Inagusa swala zima la upatikanaji wa haki na huduma kwa watu wenye ulemavu, ikiwemo swala zima la ajira, miundombinu, ujumuishwaji, kuwepo kwa madawati ya jinsia kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za juu, ili kuweza kuzifanikisha vyema shughuli, mahitaji na changamoto za watu wenye ulemavu ziweze kuifikia serikali kwa urahisi. Kwako wewe, katika kupata elimu kwako na ajira, kulikuwa na ugumu gani? Hebu tuelezee kupata ajira kwa mtu mwenye ulemavu. Kweli kwenye swala la ajira na upatikanaji wa elimu pekee, mimi kwa binafsi yangu, swala la elimu lilikuwa ni changamoto, lakini kwa kuwa sikukata tamaa, nilijua kwamba elimu ni mwanga katika maisha yangu mbeleni. Nilipambana kwa hali na mali kuhakikisha nazifikia ndoto zangu. Nilisoma ngazi ya cheti, na nilipomaliza diploma, kazi zilitangazwa, nikafanya interview moja tu ya mwaka 2013, nikawa nimechaguliwa kufanya kazi katika chuo cha elimu ya biashara. Baada ya hapo nikajiendeleza, nikasoma mpaka degree ya pili chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2022. Kwa hiyo watu wengine wanaonisikiliza wenye ulemavu kama mimi, tusikate tamaa. Kila mtu hakikisha anazifikia ndoto zake, ili tuepukane na swala la kuombaomba na kuonekana kwamba watu wenye ulemavu ni watu wa kuomba na si watu wa kufanya mambo mengine. Tuwezeshwe na si wenyewe tujiwezeshe, ili tuweze kuyafikia malengo, tuweze kuzisaidia familia zetu na taifa zima kwa ujumla. Mimi naitwa Shabani Shomari, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Iringa. Nikianza kuzungumzia hali ya ulemavu kwa hapa nchini kwetu, ni kwamba bado zile hatua za utambuzi kwa kuwatambua watu wenye ulemavu zimekuwa ni finyu sana. Kuna baadhi ya mikoa, vijiji, kata kweli wanajitahidi, na hasa ni sehemu zile ambazo mashirika haya ya kigeni yameweza kuja na kutengeneza utaratibu wa kuwatambua watu kama hawa, lakini huwa wanajitahidi wao kama wana hiyo miradi kuwatambua watu wenye ulemavu kuanzia chini. Ila sasa shida inakuja mara baada ya wao kumaliza hiyo miradi, kunakuwa hakuna mwendelezo kama huo wa kuweza kufanya jitihada za kuwatambua hawa watu wenye ulemavu kuanzia ngazi za chini. Mfano nikizungumzia kwa kwetu Iringa, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kuna mashirika ambayo yamejitahidi kutoa elimu ya kuwatambua watu wenye ulemavu toka miaka 0 mpaka 5 na kuendelea, na jitihada zile nina imani kwamba endapo kama wataalamu hasa wa afya ambao wamebahatika kupata zile elimu wakaendeleza zile elimu katika utendaji, kwa kweli tutakuwa na utambuzi mkubwa sana wa watu wenye ulemavu. Na kwa kupitia elimu hiyo, mimi kama kiongozi, kwa sababu nilikuwemo ni mmoja ndani ya huo mradi, nimeona kwamba utambuzi wa watoto wenye ulemavu umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo nitoe shukrani kwa mashirika haya ya kigeni ambayo yameweza kutengeneza utaratibu wa kuwatambua watu wenye ulemavu. Kwa kweli nikianza kwa upande wa elimu, tumeona elimu jumuishi kwa kweli ipo. Zamani watoto wenye ulemavu walikuwa hawawezi kupelekwa shule wakaandikishwa. Wanaambiwa kwamba hawa hatuwezi kuwafundisha kwa sababu kulikuwa hakuna walimu wenye utaalamu wa kuweza kuwafundisha. Lakini kwa hivi sasa, japokuwa si kwa 100%, lakini kwa kiasi fulani mashule yamekuwa yanapokea
watoto wenye ulemavu kiasi kwamba wanachanganyika na wale ambao si wenye ulemavu. Kwa hiyo hilo la kwanza, tunashukuru serikali yetu. Naitwa Jeni Maira kutoka mkoa wa Mwanza. Katika maadhimisho haya ya watu wenye ulemavu, kwanza kabisa nimefurahi kwa sababu nilikuwa sijawahi kufika mkoa wa Morogoro. Hicho cha kwanza. Lakini kupitia maadhimisho haya nimefika Morogoro, na kitu kingine ambacho kimenifurahisha ni kukutana pia na Mheshimiwa Malima. Tunajua alikuwa Mwanza, watu wa Mwanza tunatambua kazi zake na shughuli zake na upendo wake kwa watu wenye ulemavu. Lakini kitu kingine pia ni mazingira tuliyokutana nayo, japokuwa sio mazuri sana, lakini pia ni mazuri kulingana na jinsi ambavyo tumeweza kupita huku na kule, na kulingana na kwamba siku hii inahamasisha watu kuishi katika jamii jumuishi, kwamba watu wapate masuala ya afya yapatikane, elimu, uchumi na mahusiano pia. Jamii watambue watu, wahusiane nao, wawe karibu nao. Hilo nalo limenifurahisha, na hasa pale mkuu wa mkoa alipokuwa amesisitiza juu ya watu ambao wamekuwa mifano bora, kwamba ulemavu si kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu asitimize malengo yake, lakini ulemavu ni kitu ambacho kinamvusha mtu kutoka mahali fulani kwenda kufikia malengo au njozi alizonazo. Kwa hiyo kwa namna hiyo mimi nimefurahi sana. Kwenye masuala ya jumuishi, hasa kwenye elimu, ninaweza nikasema bado tunazo asilimia kadhaa za kuwapongeza serikali ya mkoa wetu, kwa sababu kuna shule ambazo zina elimu jumuishi. Lakini kwenye masuala ya upande wa afya, kwa kweli hali bado ni tete, kwa sababu watu wengi hata wanashindwa, watu wenye ulemavu, kwenda hospitali. Na ukiangalia kwamba serikali ilishatoa tamko kwamba kila hospitali za mikoa, za wilaya na hata zahanati ziwe na mafuta yale ya kuzuia mionzi ya jua, lakini hawa wenzetu wenye ualbino bado wanahangaika labda tu kupitia mashirika fulani ambayo yanakuwa yanatoa. Japokuwa wanatoa ndio, lakini ni kwa awamu, kwamba robo hii zimekuja, robo hii hazijaje. Na kitu ambacho sisi watu wenye ulemavu tunahitaji katika huo ujumuishwaji ni kwamba kitu kinapohitajika cha kumsaidia mtu mwenye ulemavu basi kiwepo tayari kwa kila wakati. Si kana kwamba robo hii hatujaletewa, au robo hii havijaja, au robo ile itakuja baada ya siku fulani. Hicho kitu kinasumbua. Kwa hiyo bado hali ya upande wa afya sio nzuri sana, lakini ninaamini wataendelea kuwa wanaweka mikakati ya kuweza kuweka hivi vitu viwepo wakati wote. Mimi kwa majina naitwa Leo John Sambala, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Iringa. Binafsi, ndugu mtangazaji, kwa sisi mkoa wa Iringa napenda kusema tunajivunia ujumuishi, kwa sababu sisi kama kauli mbiu inavyosema ujumuishi, na sisi tunapigania haki zetu tujumuishwe katika nyanja zote, mfano masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi, masuala ya kielimu na katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo sisi Iringa na sisi kama viongozi, kazi yetu kubwa ni kuhamasisha jamii ili ione watu wenye ulemavu tunaishi katika maisha ya ujumuishi. Kupitia ile sheria ya watu wenye ulemavu namba 9 mwaka 2010 inahamasisha watu wenye ulemavu tushiriki katika masuala pia ya kisiasa. Kwa hiyo wito wangu kwamba tuendelee kutoa elimu, watu wenye ulemavu wajumuike kwenye masuala ya kisiasa na mambo mengine. Tuzungumze kwa masuala ya afya na masuala ya ulinzi, hasa kwa watu wenye ualbino. Mimi nasema kwa kipindi hichi masuala ya kiusalama yamezidi kuimarika ukizingatia na miaka ya nyuma. Tumekuwa tukishuhudia mauaji ya watu wenye ualbino, hasa zile nyanda za kaskazini, lakini na baadhi ya maeneo mikoa ya Mbeya. Lakini hii miaka ya karibuni naweza nizungumzie upande wetu kama sisi Iringa, na hatujapokea hiyo changamoto ya mauaji, na hilo la kumshukuru Mungu. Na kwa nini hajatokea? Tunaamini sasa jamii imeanza kupata elimu juu ya watu wenye ulemavu, na ndio maana tunaona saizi at least mtu mwenye ulemavu anaweza kashiriki kwenye masuala ya kijamii, kwa sababu tunaamini jamii sasa imeanza kuondokana na dhana ya potofu kwa dhidi ya watu wenye ulemavu. Kwa jina naitwa Jeni Almasi, ni mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu wilaya ya Bagamoyo, lakini pia ni mjumbe wa dawati la wanawake SHIVYAWATA Taifa.
Kwa kweli kwa kauli mbiu ya mwaka huu ambayo imejikita kwenye elimu jumuishi, tunashukuru kwamba sasa serikali imeweza kutambua kwamba tunatakiwa kujumuika pamoja, kwamba wale walio walemavu na hata wale ambao sio walemavu wote tuna haki sawa katika masuala ya elimu. Tunaona sasa hivi elimu wanajumuisha watoto wote walio wazima, hata wale ambao ni walemavu wanasoma katika shule ya aina moja. Lakini zamani kulikuwa kuna utengano, walikuwa na vitengo maalum wale watoto ambao ni walemavu, lakini kwa sasa imekuwa ni elimu jumuishi kwa pamoja. Kuna ushauri kwamba kutokana na changamoto za huduma za watu wenye ulemavu za afya kwa watu wenye ulemavu, iwepo dawati kama ilivyo kwa polisi, kuna dawati la jinsia, lakini pia kwa hospitali madaktari wajikita hasa kuwepo dawati la watu wenye ulemavu. Hiyo unaizungumziaje? Mimi nafikiri kwamba ni wazo zuri, itatusaidia kama watatutengea manesi na madaktari maalum kwa ajili ya kushughulikia masuala tu ya walemavu kwenye dawati la ustawi wa jamii, itatusaidia sana. Mimi ninawaomba wasijifiche wala wasijinyanyapai, wajitokeze ili watu waweze kuwasaidia katika shida zao wanazozipitia. Hakuna sababu ya kujificha sasa hivi, na tujumuike tusi pamoja, tujione kwamba tuna haki sawa na wale ambao sio walemavu. Kwenye serikali kwanza itupe kipaumbele kwenye ajira, kwa sababu mara nyingi watu sisi wenye ulemavu tunatengwa kwamba hatuwezi, lakini mimi ninaamini watu wenye ulemavu wana vipawa vikubwa sana, wana uwezo mkubwa sana hata kushinda watu ambao hawana ulemavu. Kwa hiyo mimi nina imani, wito wangu kwa serikali ya Mama Samia atuangalie kuongeza zaidi vyeo, lakini kutuongezea ajira, kutupa kipaumbele zaidi katika majukumu yote ambayo yanatuhusu kama wananchi wa nchi ya Tanzania. Kwa majina naitwa David Mgimwa, nimetokea katika mkoa wa Iringa Manispaa. Kila tunapokuwa tunahudhuria kumekuwa kuna utofauti fulani, ambao utofauti huu unaweza kukuta kwamba sisi wenyewe watu wenye ulemavu tumekuwa tuipokei hii siku kwamba ni siku kwetu ya muhimu sana kujua kwamba tunaazimisha nini. Kwa mwaka huu na miaka mingine tofauti yake kubwa ni nini? Tofauti yake kubwa, kwa mfano kama leo nimeona yani tumechukulia tu kama ni sikukuu ile ambaye ni ya dharura tu, watu hawana utulivu mzuri wa kutulia kile kinachokopo kinatolewa pale na wageni waheshimiwa. Sawa, hebu tuambie kwa upande wa watu wasioona, na ni changamoto gani ambazo wanakabiliana nazo? Niseme kwamba kwa changamoto za watu wasioona, sana sana hawana elimu ile ya kujitambua. Kwa mfano, tunaposema kwamba elimu ya kujitambua ni mtu unapojua kwamba umeshapata ulemavu. Ulemavu sio kizuizi kwamba uweze kufanya kazi za kimaendeleo. Ningizungumzia kama mimi mwenyewe. Mimi nimepoteza ulemavu mwaka 2001 nikiwa ni mtu mzima sasa. Lakini mpaka sasa nilioa nikapata watoto na watoto 4. Nikiwa hivi ni mlemavu. Mungu amenisaidia, nimepata kujenga nikiwa hivi mlemavu. Lakini pia ninafuga. Sasa hivi na mradi wa kufuga bata, nafuga kuku wa kienyeji. Lakini pia ni fundi wa kushona viatu. Nina uwezo wa kushona viatu. Kwa hiyo hii elimu tunayosema kwamba ya kujitambua kama mlemavu, mimi hapa siwezi kujihesabia kama ni mlemavu kwa sababu nafanya kazi zote za wale hata wanaoona, na uwezo wa kuingia shambani na lima. Kwa hiyo si mtu wa kukaa barabarani na kuombaomba. Vipi kuhusu swala la elimu? Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba elimu imetukomboa kwa asilimia zote. Lakini ningeweza kusema kwamba kutoa rai kwa wazazi kwamba mtoto aliyofikia umri wa kufika shule wampeleke shule, kwa sababu huyu wakimwezesha anaweza. Ningezungumzia kwenye eneo la afya. Tumekuwa tuna zahanati nyingi kwa kukosa utambuzi. Wakati mwingine kwa sababu hatuzijui sheria, ndipo mahali unaweza kukuta kwamba tunanyanyapaliwa huduma stahiki zile tupate za kiafya. Watu wenye ulemavu wanahitaji huduma sawa na watu wengine.
na kwa upande wetu, kutokana na watu wengi wenye ulemavu wana kipato cha chini, huduma za afya zimekuwa ni changamoto sana. Unakuta serikali huenda imesema kwamba watu wenye ulemavu wapate huduma bure. Wakienda hospitalini huko, wahudumu wengi wanakuwa na mtazamo hasi, wanakuwa wanaweza kumpa vipimo vichache, mwisho wa siku wanampa panado na sio kumhudumia ipasavyo. Tofauti na matarajio ya serikali na rais alivyotoa maagizo kwamba watu wenye ulemavu wapatiwe huduma bure stahiki sawa na watu wengine, isijalishe kwamba wana bima au hawana bima, ila wasaidiwe wapate huduma stahiki. Na unakamilisha vipi mazungumzo yetu hasa kwa upande wa ushauri wako kwa watu wenye ulemavu, hasa katika kufanya bidii ya kazi, lakini pia kwa upande wa serikali kuboresha mazingira ya watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali? Wito wangu kwa watu wenye ulemavu, tusikate tamaa. Hata ukianguka, nyanyuka. Ndoto zako kama zipo tu. Ukisema ukate tamaa, hamna atakaye kuja kukunyanyua. Jinyanyue ili na serikali pia ikunyanyue. Ukijishikilia, serikali pia itakusogeza katika yale ambayo unaweza kuyafanya. Lakini pia katika serikali, ninaiomba serikali izidi kutuangalia kwa jicho la pekee. Kwanza natoa shukurani kwa sababu serikali imeendelea kuwatambua na kuwapa nafasi mbalimbali watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali. Tunashukuru kwa hilo, lakini pia tunaomba pia rais aendelee kutupa jicho lake la huruma, kuendelea kutuangalia, kuendelea kutupa fursa zaidi, kwa sababu tuna uwezo wa kufanya kazi sawa na watu wengine, na huenda tuna uwezo zaidi ya watu ambao hawana ulemavu. Kuhusu swala la bima, tunasemea tu kwamba tunashukuru serikali kama hivi ina mchakato wa kutaka kutoa bima kwa wote. Kwa kweli hasa watu wenye ulemavu zitawasaidia sana. Zitawasaidia kwa sababu gani? Waliokuwa wengi watu wenye ulemavu hawana kipato cha kuweza kumudu matibabu. Kwa hiyo imekuwa ni zimamoto sana. Halafu kingine ambacho ningeweza kuishauri serikali, miundombinu kwa kweli si rafiki. Hiyo kwenye zahanati, hospitali hizo nyingi, miundombinu sio rafiki. Kwa hiyo ufikikaji wa watu wenye ulemavu unakuwa ni changamoto sana. Na kwenye swala la ajira pia hili limekuwa ni changamoto. Lakini ukiangalia hicho kitu hakipo, na hasa hizi ajira ambazo za watu binafsi, ukienda mtu mwenye ulemavu kuomba kazi, hata kama una utaalamu, sielewi ni kwamba hawajui au ni kwamba viburi tu, kwamba wanaamua kwamba huyu mtu mwenye ulemavu hawezi. Na nahisi kwamba elimu hawana ya kuona kwamba mtu mwenye ulemavu naye kumbe akiwezeshwa anaweza, na anaweza akaifanya kazi vizuri zaidi kuliko hata mtu ambaye si mlemavu. Mimi wito wangu kwa taasisi, mashirika pamoja na serikali na watu wenye ulemavu wenyewe. Kwa upande wa watu wenye ulemavu, kwanza napenda kuwaasa kwamba tujikubali. Tusikate tamaa. Tusiwe ni watu wa kutegemea misaada. Tujitahidi wenyewe ili tuweze kujitegemea, na ikiwezekana jamii inayotuzunguka sasa ione umuhimu wetu na kuhitaji misaada kutoka kwetu watu wenye ulemavu. Kwa upande wa serikali, ningeomba serikali iendelee kupiga kelele, na sio kupiga kelele, iendelee kufuatilia kuhakikisha kwamba haki za watu wenye ulemavu zinazopatikana kwa watu ambao si walemavu, hata watu wenye ulemavu zinawafikia, na zile fursa ambazo zinasemwa basi zitekelezeke, lakini zisiwe ni fursa tu ambazo zinasemwa kwenye magazeti, zinasemwa tu kwenye makaratasi, lakini majukwani, lakini kwenye utekelezaji inakuwa hakuna. Hii kitu kwa kweli kwa kiasi fulani inatuvunja moyo hata sisi watu wenye ulemavu. Tunacheleweshewa, hatupewi kipaumbele. Kwa mfano, naweza nikasema kwa mfano pale zahanati hawajatoa mabango ya watu wenye ulemavu. Kwa mfano naweza nikazungumzia sasa walemavu wote. Jamii iliyotuzunguka haina elimu ile ambayo ni mwendelezo kuona kwamba walemavu nao ni watu kama wao. Kwa mfano kama mlemavu wa kutambamu wa viungo tuseme, akiwa amepata ujauzito, ile kitendo cha kwenda kufika pale akapata ile huduma ya mama na mtoto, wanaanza kumshangaa. Huyu mlemavu wa macho unaweza kusema kwamba huyu sasa kwa nini amepata ujauzito na kati ni mlemavu wa macho? Yanamtosha tu yale ambayo aliyopata. Kumbe si kweli. Na sisi tuna haki sawa kama watu wengine. Kwa hiyo nifikiri kwamba serikali ingeweza kupanua elimu hata kwenye vituo vya afya, hata pia kwenye idara za elimu, kupewa kabisa hizi semina, kuona kwamba mlemavu ana haki ya kusoma,
Mlemavu ana haki ya kuzaa, mlemavu ana haki ya kuhudumiwa kama watu wengine. Na vipi kuhusu mikopo ile 2% inatolewa kwa watu walemavu, na kwa upande wenu ninyi mmefaidika nayo kwa namna gani? Mimi niseme kwamba kwa 100% zote ni si wenyewe tu walemavu, kwamba tunakopo tunapiga mark time tunaposikia fursa hizi zinakopo zinatolewa, tunakopo tunajivuta kwamba hatuwezi, tutarejesha nini. Sasa wewe si kiongozi mimi natoa elimu, na mpaka sasa kata ya Kalenga sasa hivi kuna watu wameshapata ng'ombe za maziwa, na kuna kikundi kingine sasa hivi kimeisha chukua mkopo wa kulima kilimo cha umwagiliaji, wanataka kununua mashine. Mimi mwenyewe pia tayari nimeshajaza mkopo, hivi karibuni tu nitaingiziwa pesa zangu kwa ajili ya kusomba mkaa huko vijijini. Kwa hiyo nina uwezo wa kurudisha, na serikali tuamini kwamba tuna uwezo wa kufanya kazi na kurudisha zile pesa. Kwa hiyo ningeweza kusema kwamba walemavu wajitokeze, wanaposikia fursa hizi za 2%, basi wajitokeze ili tuone kwamba serikali inatuunga mkono ili tupate kujikwamua kusomesha familia zetu. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ndiye aliyekuwa mgeni rasmi. Hiyo maana yake ni? Maana yake ni kwamba hakuna changamoto kwenye ulemavu ambayo haiwezi kavukwa. Nilikwambieni na binti yangu anaitwa Chekeni Athmani. Chekeni, simama. Chekeni huyu ni mwanafunzi wa mwaka wa 2 anasoma sheria hapa Chuo Kikuu cha Muslim University. Hapa ametoka darasani, kama baba yako anakuita kule njoo. Alikuwa yuko darasani. Unapomwona Chekeni hapo, Mwenyezi Mungu akumjalia mikono, anaandikia miguu. Ni mwanafunzi wa sheria mwaka wa 2. Ni fahari ya moyo wangu. Chekeni ni alama na salamu kwamba ukiweka ndani ya nafsi yako, huyu ni mwaka wa 2, na mimi nakwambieni inshallah biidhnillah atamaliza mwaka wake degree yake, atasoma masters, atasoma PhD, atakuwa ni mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu namba 1. Chekeni, uchukue ahadi hiyo nimekuwekea mimi. Nimekupa ahadi hiyo mimi. Profesa wake amesema amshikie, tunammulika profesa, manake tuko naye karibu. Ndio, mimi na Yesu pamoja. Chekeni, huu ni alama ya ushindi. Chekeni, asante sana. Karibu, na Mwenyezi Mungu atakujalia. Sisi wote hapa tunakuombea dua kwamba wewe uwe beacon, uwe nuru, uwe mfano wa yale ambayo watu wa ulemavu wanaweza kufanya wakiweka dhamira yao. Leo kwa mwaka wa 2 chuo kikuu, mwakani utamaliza, utaendelea kusoma mpaka utakuwa profesa bila mikono. Na hapo tumemweka amekaa mbele kwenye kiti cha mkuu wa wilaya, huwezi kujua, ndio tunamfagilia hivyo. Mwisho wa kipindi hiki ni matayarisho ya kipindi cha juma lijalo. Mwamini Andrea ni mtayarishaji wa kipindi hiki, wakati Agustino Luambano ni mpiga picha. Nami ni mtangazaji Tuma Dandi.